Tukiangazia mengine ni kwamba Rais William Ruto amewakashifu wapinzani wake akiwalaumu kwa kuendeleza porojo kuhusiana na miradi ya serikali bila suluhu yoyote. Akizuru kaunti ya Kilifi hii leo, rais alisema kwamba serikali yake haina nafasi na upinzani na kuongeza kwamba inazidi kutekeleza ahadi ilizotoa kwa Wakenya. Stephen Leto ana taarifa hiyo kwa kina. Rais William Ruto alizuru maeneo tofauti kaunti ya Kilifi, ikiwa pamoja na kuzindua eneo maalum la kiuchumi, eneo la Vipingo. Na watu wa Kilifi mnasemaje? Rais Ruto alipozindua rasmi barabara ya Jaribuni, aliwahutubia wenyeji wa eneo hili na kudokeza kuwa kelele za upinzani hazitamzuia kutekeleza majukumu yake. Hatutaki siasa ya fitina. Hatutaki panganga na porojo. Tunataka kila kiongozi, wabunge wetu, magavana, wale mawaziri na sisi wote tufanye kazi ya kusukuma mambo ya maendeleo mbele. Rais Ruto, ambaye aliandamana na mawaziri kadhaa kutoka Pwani, amewataka Wakenya kuwapa funzo debeni viongozi wasio na maadili na nia ya kuwasaidia Wakenya kupitia maendeleo. Hawa wananchi ni watu wako na akili. Pale mbele kutakuwa na uchaguzi na watachagua viongozi wenye matendo yao inaonekana. Wale wa kuongea tu porojo mingi na siasa ya bure simutawazamisha. Aidha, Rais Ruto aligusia swala tata la ardhi eneo la Pwani na kufichua kuwa serikali imetenga pesa kutoka kwa kikapu cha umma ili kununua mashamba kutoka kwa wamiliki wasiopo ili kuwapa maskwota. Rais Ruto pia alipigia debe miradi ya serikali za nyumba za bei nafuu pamoja na huduma ya bima ya afya ya SHA. Katika program yetu ya housing hapa Kilifi County, kwa sasa serikali ya Kenya tumetoa shilingi bilioni 18 ya mambo ya affordable housing ya Kilifi County. Manyumba inaendelea kule Kilifi North, inaendelea Kilifi South, tumepanga ya kule Malindi, tumepanga ya kule Rabai. Stephen Leto, runinga ya Citizen.